Tunakaribia kusherehekea sikukuu ya Eid ambayo inafahamika kama Eid al-Fitri. Eid hii ni ile sikukuu ambayo hufanywa baada ya Waislamu kutoka kwenye mfungo wa Ramadhani. Sasa pamoja na sherehe hiyo kumekuwepo na tofauti ambayo mara nyingi haijadiliwi kati ya siku rasmi ya siku hiyo ya Eid. Mara nyingi hata mwezi wa Ramadhani unapoanza kumekuwa na sintofahamu ya tarehe rasmi, kiasi kwamba hata kalenda hizi za Gregory zimekuwa zikishindwa hasa kuweka tarehe ipi ianze Ramadhani, lakini pia tarehe ipi imalize Ramadhani kwa kufanya sherehe hiyo ya Eid al-Fitri. Sasa tofauti hiyo inatokana na Waislamu kwenda na miondoko ya mwezi. Mwezi unapoandama basi ndio mwanzo wa Ramadhani, lakini pia unapoandama ndio sikukuu ya Eid al-Fitri. Lakini tamaduni hiyo inazua mpasuko mkubwa kwa kuwa mwezi huandama tofauti katika nchi tofauti duniani, na kufanya kuwa wale ambao wanaamini mwezi ukiandama tu Saudia basi watafanya sherehe kokote hata kama hawajaona mwezi ukiandama kwao. Na dhehebu kubwa ambao wanafanya hivyo wanaitwa Sunni. Lakini pia kuna wale wa Shia ambao wao husubiri wakati wenzao wanaanza kufunga, wao husubiri na wao hutaka kuona mwezi ukiandama kwao na kufanya hivyo. Idadi hii ya dhehebu hilo la Shia ni kubwa sana nchini Tanzania, lakini pia kwa nchi nyingi za Kiafrika. Lakini pia inatajwa kuwa Sunni katika nchi hizo ni wachache mno kwa idadi, ingawa kidunia unaambiwa dhehebu la Sunni lina 90% ya Waislamu, yani Waarabu wengi duniani ni wa Sunni, huku nchi tu ndogo ya Iran pamoja na Iraq ikiwa inashare ukubwa au wingi wa Shia. Sasa hayo yote hufanya mgogoro mdogo wa vijembe na kusemana, hali ambayo imepelekea uhasama mdogo kati ya madhehebu hayo, na mmoja kuona mwenzake anakosea na mwingine kuona mwenzake amekosea. Lakini yote ni madhehebu ya dini ya Kiislamu. Mzizi kabisa wa tofauti kati ya Wasuni na Washia unaanza mwanzo kabisa wakati alipofariki Mtume Muhammad, ambapo inatajwa kuwa kundi la Washia lilitaka kwenda na watu wa ukoo wa Muhammad, wakimfuatia mkwewe ambaye Washia ambao waliamini utukufu wa Kiislamu basi utarithiwa na mkwe wa Mtume Muhammad aliyofahamika kwa jina la Ali, na wao wakamfanya yeye kiongozi wa kuongoza Waislamu. Lakini hata hivyo Ali aliuawa baadaye kutokana na fitna na vurugu na vita ya wenyewe kwa wenyewe katika kugombania ukhalifa, yani ukuu wa kuongoza dini hiyo. Sunni nao walifuata mwelekeo wa Uislamu ulioanzishwa na ukhalifa wa Abu Bakri, wao wakikubali kuwa huyo ndo atakuwa kiongozi wao kwa sababu alikuwa sahaba wa Mtume Muhammad, na wakakataa uongozi wa familia. Uhasama huo ulipelekea kuuawa kwa watoto wa kiongozi wa Washia ambaye ni mkwe wa Mtume Muhammad, ambaye anafahamika kwa jina la Ali, ambao ni Hassan na Hussein. Hivyo Sunni wakapata nguvu na kuwa watawala au viongozi wa dini ya Kiislamu kwa ule utamaduni wa makhalifa. Sasa Mashia hawakuishia hapo, waliendelea na harakati zao na kuwa wengi wakipitia kwenye nchi nyingi za Afrika, hususan Afrika Mashariki na Kusini, na mpaka sasa wamekuwa wengi katika nchi ya Iran, lakini pia nusu katika nchi ya Iraki. Sasa mgogoro huo wa miaka mingi umeendelea kuwepo, japokuwa kwa nchi kama Tanzania hapa kuna vijembe tu, lakini Mashia ni wengi kuliko Wasuni. Sunni anaweza akaonekana wazi tu kwa kuwa na msimamo mikali ya dini,
na huku wakifuata matendo yote ya suna ya Mtume Muhammad, ikiwemo kuvaa na kufata mno sheria za dini, huku Shia wakiwa kama Waislamu waliopoa. Na unaambiwa kuna jamii nyingi au madhehebu mengi ya Kiislamu ambayo haidiskasiwi, wengi hawazungumzi, lakini Uislamu wenyewe humo ndani una madhehebu mengi mno. Hapa na kutajia, ukiacha mikondo hiyo miwili mikubwa ya Wasuni na Washia, lakini ndani ya hao kuna mgawanyiko mkubwa wa kiitikadi, ambapo kwa Wasuni tuna makundi mengi, lakini yaliyokubaliwa rasmi na wanazuoni wa dini hiyo ni haya: kuna Wahabia, kuna Washafii, Wahanbali, kuna Wamaliki na Wahanafi. Ya Washia, 85% ya Washia inaitwa Ithna Sharia, lakini pia matawi mengine ni Zaidia na Ismailia. Hayo yote yanapelekea utofauti mkubwa katika namna ya kuabudu, namna ya ufungaji na sheria ndogo ndogo mpaka kubwa za dini ya Kiislamu. Na kwenye baadhi ya nchi ikiwemo Iraki, masuala ya vita na hata kuuana na uhasama mkubwa upo kati ya Washia na Wasuni. Haya ni mambo ambayo Waislamu wengi hawayasemi na wengi hawayajui.